Mimi naitwa Rafi, ni mshabiki wa Simba na mwanachama kindakindaki kabisa wa klabu yangu pendwa ya Simba. Niko hapa kwa ajili ya kutoa rai kwa wana Simba wote na wanachama wote wa Simba kwamba tuungane, kwa sababu tuko katika sehemu ambayo sio nzuri. Tungekuwa kwenye sehemu nzuri, basi hata sisi tusingekuwepo hapa. Naomba nitangulize kitu kimoja, kwa nini sisi tuko hapa. Kama alivyotangulia madam kuongea mwanzo, kwamba sisi tuko hapa kwa sababu ya kutoa malalamiko yetu, ambayo malalamiko haya hatuna sehemu ya kuyapeleka. Si tunaelewana jamani? Kwamba hatuna sehemu ya kuyapeleka. Ilitangazwa nafasi ya mkurugenzi wa. Sasa nina machache ya kuongea ya kumjibu mwenyekiti wetu, kwa sababu mimi naomba ni base zaidi kwa upande wa mwenyekiti, kwa sababu ndio upande ambao unatuhusu zaidi sisi mashabiki na wanachama. Mwenyekiti, kuna kituo cha habari kimoja alihojiwa na akasema kwamba naomba mashabiki na wanachama mnipe sababu ya kunifanya mimi nijiuzulu, kwa sababu kila nikiomba sababu sipewi sababu ambazo zina mashiko. Sasa mimi naomba nimsaidie mwenyekiti sababu ambazo zinamfanya yeye ajiuzuru. Sababu ya kwanza ya kumfanya mwenyekiti ajiuzuru ni kushindwa kusimamia yale aliyoyaahidi. Kitu cha kwanza, mwenyekiti yeye mwenyewe alituahidi sisi mashabiki na wanachama kwamba nitaifunga Yanga. Hilo sisi sio kipaumbele chetu. Kwanza aelewe, kuifunga Yanga sisi sio kipaumbele chetu. Lakini hiyo ilikopo ni ahadi yake yeye mwenyewe. Yeye ndiye aliyeahidi. Sisi hatukumuomba. Lakini ahadi haijatimia. Tumepigwa mara 5 mfululizo. Kwa hiyo hii ni sababu ya kwanza, kwamba ameshindwa kusimamia ahadi yake, kwamba tumefungwa mara 5 mfululizo. Sababu ya pili, tumekosa ubingwa kwa misimu 4. Tena hii ndo mbaya zaidi, kwa sababu furaha ya mashabiki, wanachama na mafanikio ya klabu ni kubeba ubingwa. Lakini kwa misimu 4 hii tumekosa ubingwa. Anaonaje kwamba hii sababu haimtoshi yeye kujiuzuru? Anataka mashabiki tufanye nini? Tufe ndio ajiuzuru au tufanye kitu gani? Kwa sababu wapo ambao watu wanapata pressure, kuna watu wana mioyo midogo, unanielewa? Kwa hiyo hii ni sababu ya pili ambayo inamfanya mwenyekiti ajiuzuru. Tumefika msimu huu hatua ya nusu finali kombe la shirikisho Afrika. Tumefika CRDB nusu finali. Tena hii CRDB mimi ndio inaniuma sana. Kwa sababu CRDB bora tunaweza tukasema Yanga ni wenzetu, Berkane ni wenzetu, lakini tumekuja kutolewa hatua ya nusu finali na Singida. Very bad. Unanielewa? Kwa tumekosa, tumefika hatua nzuri, mashindano 3 makubwa na yote tumekosa. Chini yake yeye mwenyekiti ambaye anasema yeye haoni sababu za nini za kumfanya ajiuzuru. Hii pia sio sababu. Cha tatu, mwenyekiti hajafanikiwa kutuunganisha mashabiki. Badala yake anatugawa. Leo hii kila mmoja anaongea kwake. Kuna upande ambao wanamuafiki yeye, upande anajua mwenyewe anachokifanya. Hii sababu ya kutugawa na kutokutuunganisha na kuwa na gepu kubwa baina ya mashabiki na viongozi, hili ni tatizo. Ndio mmomonyoko wa klabu unapoanzia hapo. Kwa nini atugawe? Kwa nini asituunganishe? Tumehitaji kwa muda mrefu mkutano mkuu wa dharura, mpaka leo haupo. Sasa ni klabu gani ambayo inaweza, au ofisi gani, au niseme kampuni gani inaweza ikawa na maendeleo bila mikutano au vikao vya ndani au vya mashabiki na mambo kama hayo? Sababu nyingine, kusimamia
kama yeye alivyoahidi, alisema atasimamia na kuboresha miundombinu na huu mfumo wa mabadiliko, lakini mpaka leo sijaona hiyo miundombinu ya klabu. Hiyo ni sababu nyingine ya kumfanya step down. Miundombinu ipi ya klabu? Labda nyinyi wenzangu waandishi wa habari mnafuatiliaga huko, labda pengine mmeiona. Ni miundombinu ipi ambayo kafanikiwa mpaka sasa hivi kufika hatua ya nusu fainali kafu, kama yeye anavodai kwamba mimi nikifika sisifiwi, anasifiwa mtu mwingine si na nini? Kufika hatua ya nusu fainali au fainali sio mafanikio, ile ni hatua. Mafanikio ni kubeba makombe. Yeye anasema ukifika fainali au nusu basi ndo mafanikio. Hapana, ile ni hatua tu, kwamba tumetoka stage hii tumefika stage nyingine. Lakini mafanikio ni kuchukua sasa kile unachokishiriki. Hatujachukua. Kwa tunamuomba huyu nitaka nimpe cheo sio. Tunataka mwenyekiti wa klabu Murtaza Mangungu ajiuzuru kwa wema, na kujiuzuru sio kitu kibaya. Sisi tunaendelea waandishi wa habari. Kujiuzuru ni kitu kikubwa sana, kinakuonyesha ukomavu na uwajibikaji. Kwa sababu kama wewe unaipenda klabu na hii yote ni kwa ajili ya nini? Tunajua hii yote inawezekana labda ni kumkwamisha mwekezaji, kumgombanisha baina ya mwekezaji na mwanachama na mashabiki, kitu ambacho sisi hatuwezi kukubaliana nacho. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, tunaomba hizi sauti zetu mtusaidie nyinyi kuzipaza, imfikie mwenyekiti wa klabu ajiuzuru. Sio tunamuomba, tunamtaka ajiuzuru, kwa sababu hatuna sababu ya sisi kumbembeleza. Anang'ang'ania nini? Kwa sababu anakwambia kuna ule usemo unasema mtu yoyote hakai mbali na mzigo wake. Nina mashaka na mwenyekiti. Kama unang'ang'ania hii sehemu basi kuna maslahi kwako. Laiti kama kungekuwa hakuna maslahi mwenyekiti ungetoka. Sasa unasubiri nini mpaka sasa hivi? Hizo sababu nilizokupatia mwenyekiti zinakutosha wewe kujiuzuru. Hujatimiza matakwa yetu na ahadi zako wewe pia binafsi hujazitimiliza. Sehemu yoyote ndani ya bodi sawa, mheshimiwa Mo yeye ni rais na pia mwenyekiti wa bodi, lakini kuna pande hizi, kuna upande wa 51% ambao ni wanachama na mashabiki, na kuna upande wa 49%. Hawa watu, huu 49 una watu wake na huu 51 una watu wake. Hawa watu wakikutana ndio wanaunda bodi. Mwenyekiti anatoka katikati ya wale. Sio, unanielewa? Sasa kwa mantiki hiyo hawezi kufanya maamuzi Mo peke yake, kwamba kwa sababu yeye ni mwenyekiti basi ataamua tu kwa sababu pesa zipo, sina zimetoka, zimefanyaje. Lazima kikao kikalike. Na sasa hivi kama tumeona hakuna kikao ambacho kimefanyika, labda kama wamefanya kwa ndani. Mimi naongea kile ninachokiamini mpaka sasa hivi. Sidhani baada ya dabi kama kuna kikao kimefanyika tena kujadili haya, kwa sababu kabla ya dabi pia kuna sintofahamu ambazo ziliendelea, tetesi kwamba kuna ambao walikuwa wanataka kikao kifanyike na ambao hakutaka kikao kifanyike. Sasa kwa huo mwingiliano hawa watu hawawezi tena kukaa baada ya sasa hivi hapa. Tayari kuna nini? Msuguano. Ina maana sasa kitakachoweza kusolve hapo ni mkutano mkuu. Ndio atahojiwa kwamba mimi wote wakusanyike, kwamba mimi tayari pesa nilitoa, lakini hizi pesa zikufika sehemu fulani, na hawa watasema zile pesa zimetoka wapi. Sababu upande mmoja wanasema walitaka pesa kutoka kafu, lakini sisi tunaamini pesa za kafu zimeingia. Sisi tunaamini mpaka sasa hivi kama hazijaingia watuthibitishie. Sasa Mo yeye ametimiza ahadi yake na upande wake ametoa pesa. Zimeenda wapi kufanya nini itajulikana baadaye, lakini kinachohitajika sasa hivi ni mkutano mkuu ndio utajibu haya yote. Mo peke yake hawezi ili kulijibu, mpaka bodi ikae. Tunataka Mangungu kwanza aondoke, tubadilishe mfumo. Akija mwingine na ataukuta mfumo ulio bora. Naomba niongezee hapo. Kwa nini sisi tuna base na Mangungu? Sababu ndio msimamizi wa haya yote. Sisi ndiye anayetuhusu. Tukimwongelea Mo Dewji hapa tutakuwa tunaingilia vitu ambavyo havituhusu sana.
sisi mwenyekiti ndio tumemweka pale asimamie 51 zetu, atusimamie thamani yetu sisi. Sasa sisi hatuwezi kumhoji yeye. Mangungu yeye ndio atakayeweza kumhoji Mo pamoja na wajumbe. Sisi tunamhoji mwenyekiti, sisi tunamhoji Mo kama nani? Unanielewa? Hatuna maamuzi. Kwa hiyo sisi tunaongea na anayetuhusu sisi. Tuliyemweka sisi kwa ajili yetu. Unanielewa? Kwa ajili yetu sisi. Mkutano mkuu tulipiga kura, tukamweka pale, bwana kaa hapa, tuwetimizie haya na haya. Mo hatujampigia kura sisi. Hauna ongopa. Sasa kwa nini sasa tuongee na mtu ambaye, na pia hata hivyo mchakato wa mabadiliko hujakamilika. Ungekamilika tungekuwa na ile nguvu ya kumoja haya 51 49 tuna nguvu Vipi sasa mheshimiwa umeshindwa? Lakini sasa hivi hatuna hiyo nguvu. Sisi wenye nguvu ni huyu Mangungu. Nafikiri nimekujibu. And on top of that, napaswa kuongeza kwa hiyo. Kaka, upata majibu ya kutosha? Umeridhika? Na nataka nikuambie kwamba tulitanguliza kwenye taarifa yetu kwamba Simba Sports Club ni klabu ambayo inafuata kiongozi ambaye sisi tunatamani na tungependa walau tuwe naye baada ya Mangungu. Tunatamani kiongozi ambaye anaipenda kwanza klabu. Kiongozi mwenye nguvu, kijana na mwenye ari. Sijui unanielewa nikisema hivyo? Kwa sababu unaweza ukawa na nguvu lakini usiipende klabu. Kwa sababu kuipenda klabu ni pamoja na kuwajibika. Kuipenda klabu ni pamoja na kutunza siri zake, kuwepo kwa ajili ya klabu na kuitimizia matakwa yake, si ndivyo? Sasa tunahitaji kiongozi wa namna hiyo. Wapo viongozi wengi sana ambao ni vijana ambao wanaweza wakaleta mabadiliko na wakatoa challenge kwa wale ambao wametangulia, wakashirikiana na wazee na watu wa viongozi wa matawi na watu wengine. Lakini kiongozi ambaye tunamtamani kwa sasa walau awepo mwenye nguvu, anaipenda klabu na anaijua klabu. Mfano kina Swedi wanaweza, mfano kuna wengine wana vyeo vidogo sana ndani ya Simba, lakini unaona huyu akipewa nguvu, akipewa power anaweza. Kina nani, kina Abasi wale, si ndio? Wanaweza, lakini unakuta cheo chake ni cha kawaida tu, lakini akipewa anaweza. Si unanielewa? Simaanishi kwamba uongozi lazima uwe na umri fulani, sijui kama katiba inasema hivyo, lakini ni ile wewe kutoka rohoni mwako. Mimi nakutolea mfano. Katika hichi kipindi chote mpaka kufikia dabi, mtu ambaye alikuwa anasikilizwa na anaonekana ni huyu, ni Ahmed Ally peke yake. Exactly. Yeye ndo alikuwa kama mwenyekiti, yeye ndo msemaji, yeye ndo mhamasishaji, yeye ndo kila kitu. Sisemi hivi kwamba kwa nia fulani, hapana. Lakini tunataka viongozi wa kariba hiyo ambao wanajua kuwajibika wakiwepo sehemu zao, yani katika nafasi yake. Sasa kariba ya kina Ahmedi, tunakujikuta tunapata viongozi wa huku chini wanafanya makubwa, lakini waliokopo katika nafasi yao, wao kazi yao kufika tu kupiga makofi kwenye mechi, tukishinda au tukifungwa watafute media, wafanye comedian zao waondoke. Sasa hatuwataki watu viongozi wa namna hiyo. Kwenye kikao unakuta kikao cha bodi zimewekwa karanga, wewe upande wako karanga zote zimeisha upande wako. Hauna unatuchangia. Kwa hiyo tunahitaji viongozi wa namna hiyo. And to add on that, ngoja nimalize afu nikuache umalizie. And on top of that, nafikiri kaka yangu amejibu vizuri sana, mdogo wangu David. Tunataka kiongozi kwanza kwenye football ambaye sio mwanasiasa. Mangungu ni mwanasiasa. Mangungu yuko Simba Sports Club kwa maslahi yake, kwa kujifikisha pale anapotaka. Sawa? Tunataka kiongozi ambaye sio mwanasiasa. Tunataka kiongozi anayeweza kuendana na kasi ya mabadiliko ya dunia. Sasa hivi football, if you are talking about football, ndugu zangu waandishi wa habari, ni waombe tusikilizane kidogo ambao mna kikao kingine hapo.
tunazungumza kwamba tunataka kiongozi ambaye sio mwanasiasa. Tunataka kiongozi ambaye anaendana na kasi ya mabadiliko ya dunia. Football sasa hivi ukizungumzia sio football inayohitaji mawazo mgando. Mangungu tayari is out of time. Tunaheshimu sana alichokifanya, tunamshukuru sana kwa kushiriki. Tunahitaji sasa mawazo mapya, tunahitaji vijana. Hata Mheshimiwa Rais tunaona anatoa nafasi kubwa sana kwa vijana sasa hivi, kwa sababu wana nguvu ya kukimbizana na mabadiliko ambayo yapo. Tunataka kwenda duniani. Tumechoka Simba kucheza robo finali sijui misimu mingapi sasa hivi, no. Tunahitaji watu wa namna hiyo. Ndugu yangu amemzungumzia Swedi Mkwabi. Mimi na hofu sana kumzungumzia. Brother, tunakuheshimu, tunakushukuru sana kwa kila ulichokifanya kwa Simba. Naamini tukiwauliza wana Simba wengi sasa hivi watatamani Swedi arudi tena Simba Sports Club. Tukiwauliza wana Simba wengi watakwambia tunatamani Babra arudi. Ni kweli si kweli? Hata nyinyi mnatamani hivyo. Lakini are they ready for that? Lakini ni kweli kwamba wao ndo wana Simba pekee ambao tuko nao? Wako wana Simba wengi. Sawa. Swedi alijitahidi sana kujichanganya na kujiunganisha na watu. Alikuwa anasikilizwa na rika zote, pamoja na kwamba Swedi by then alikuwa kijana, kwa sababu Swedi hajafikia umri wa Mangungu mpaka sasa hivi. Tunaelewana? Lakini Swedi alikuwa akikaa na wazee wakati wake akiwa mwenyekiti, wazee wanamsikiliza Swedi. Swedi akikaa na vijana, anajua vijana wanataka lugha gani. Swedi akikaa na wanachama, anajua wanachama wanataka lugha gani. Akikaa na mashabiki, anajua mashabiki wanataka lugha gani. Tunataka kiongozi wa namna hiyo. Swedi, kuna watu leo hii, I'm sorry to say this, lakini naamini kuna watu wa karibu wa Swedi hawatamani hata kidogo Swedi leo arudi kuwa mwenyekiti wa Simba Sports Club, kwa sababu Swedi alichokuwa anakifanya, alikuwa na sacrifice mpaka biashara zake zote kwa sababu ya Simba Sports Club. On top of that, hatutaki kiongozi mwenye njaa. Nimemaliza. Hansi, kwa ufupi sana kama unataka kuongea ufupi sana Hansi. Hansi aliongea, Rafael aliongea kitu kimoja sana, yani kiongozi tu nao viongozi. Kwa mfano Ahmed Ali very yeah, big up sana kwa Ahmed. Bro, unakumbuka tunaenda kucheza Kigoma, Ahmed Ali alisusiwa timu. Sisi tunasafiri naye Ahmed Ali kwenye basi. Kutoka Tabora tunaenda Kigoma. Kiongozi wa juu hata mmoja hakuna. Ahmed Ali yani unamwonea huruma kwenye basi before tunambaba. Mangungu anataka mechi za kupanda ndege tu. Brother, za basi akaje. Yani Ahmed, Mungu amtunze sana. Ndio ampe maisha marefu. Yani mimi hata ningekuwa mna uwezo mimi Ahmed Ali ndo angekuwa mwenyekiti. Wallahi nakwambia. Ahmed ndo angekuwa mwenyekiti pale. Sema ndio hivyo. Sina uwezo.